kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4, grocery zote, baa zote, maduka ya vileo pamoja na mang shops ambazo zinauza vinywaji wanatakiwa waanze kukata leseni ambayo inadumu kwa muda wa miezi 6 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 9. Sasa tunakumbushana ili kuepusha usumbufu ambao wanaweza kuupata, kwa sababu kabla hatujafanya ukaguzi na operation, basi tunapenda kumwelimisha mteja kwa kumkumbusha kwamba hakikisha analipa tozo za serikali kwa mujibu wa sheria na taratibu, lakini wahakikishe wanazingatia zile sheria na taratibu pia za kutokupiga muziki sana kwenye jamii ambayo inawazunguka, kwa sababu biashara lazima iangalie na ustawi wa watu wengine. Lakini kama hatutapenda kuona barua zinakuja nyingi za watu kulalamika kuhusiana na masuala pia ya kelele. Kwa hiyo nianza na mapato. Kwa hiyo mtu una baa, una grocery yako, hakikisha huu mwezi unaanza kukimbizana kuja kulipa. Baada ya hizi wiki 2 tutaanza sasa zoezi la kuingia mtaa kwa mtaa. Sasa si nzuri sana kuanza kukimbizana huko mtaani. Tukaona ni bora watu tuwakumbushe kwamba sasa ni wakati wa kuingia kwenye mfumo wa Tausi na kuomba leseni za vileo, lakini leseni pia za kawaida. Kwa wale watu ambao leseni zao zimeisha za biashara za kawaida, wanatakiwa waanze kulipia mapema na wao, kwa sababu baada ya hii miezi kuisha, mwaka wa fedha unavyoanza mpya, maana yake mfumo wa Tausi utakuhesabia penalty. Sasa mfumo utakuchukua na kukuhesabia adhabu. Sasa hatupendi kumfikisha mteja wetu kwenye masuala ya fine na adhabu. Tunapenda mteja wetu alipe kile anachostahili kulipa, kwa kuwa adhabu sio sehemu ya mfumo wa kibiashara. Yaani adhabu maana yake tunakuwa kama umekiuka taratibu, zipo kisheria kwa wale wanaokiuka. Sasa kama msimamizi wa biashara kwenye manispaa ya Kinondoni, tunapenda watu wa comply wenyewe, na ndio maana kuna mfumo ambao hauonani na mtu yoyote ambaye yuko ofisini. Wewe una comply, sisi tunaruhusu leseni yako unaipata uliko. Kwa niombe sana watumie muda wa miezi 2 iliyobaki kuhakikisha kwamba wanamaliza vile viporo vyote. Ukiibuka mwaka wa fedha mpya alafu hujamaliza haya, unaweza ukajikuta ukapata usumbufu sana kwenye masuala mazima ya leseni. Tuna masuala ya leseni, kwenye masuala ya leseni pia kuna leseni za watu maforena. Nazo napenda niwakumbushe wajitahidi sana wale walio makeateka wao, wahamasishe na wawaambie leseni inapoisha mfumo una count adhabu. Sasa si vema sana kuingia kwenye adhabu wakati muda tunao. Ukiona leseni yako imeisha, nenda kwenye mfumo wa Tausi, omba. Unashindwa kuomba, sisi kama ofisi tuko masaa 24 kukusaidia. Utatutumia taarifa zako, na vijana tumewapanga, tunawatumia taarifa, wanasaidia kuomba hizo leseni kwa haraka ili kuepusha kupata uchelewevu wa leseni. Lakini leseni pia ni dokumenti halali inayompa mtu fursa mbalimbali za kibiashara. Kwa wasiangalie leseni tu kama leseni, waiangalie leseni kama fursa. Kwa hiyo fursa za leseni ni nyingi, siwezi kuzielezea leo, lakini natamani sana watu wa comply. Tax clearance ni muhimu sana, kwa sababu ni document kiambata pamoja na namba yako ya NIDA na TIN namba, kuonyesha mnyororo wa malipo yako kutoka kuanzia TRA mpaka kuja kwenye leseni. Sasa niwaombe sana wale ambao hawakuenda kukadiliwa, na wao waunganishe hizo tax clearance miongoni mwa document ambazo tunahitaji pia kwenye maombi ya leseni. Lakini hizi document ni muhimu, lazima ziwe zina uwiano. Lakini kuna masuala mazima ya mabango ya biashara. Mabango ya biashara yaliyoko manispaa ya Kinondoni, tunaomba sana mtu ukishaweka bango lako fuata taratibu. Tuna vituo sasa hivi, tuna kanda ambazo zinatoa huduma, kwa maana ya tuna kanda 7 ambazo zinatoa huduma kwenye eneo. Kuna Bunju, kuna Wazo, kuna kanda ya Tegeta hapo ambapo ni Kibo kituo kipo, kuna Mikocheni, kuna Msasani, kuna Namanga na kuna Magomeni. Vituo vyote hivi sisi viko wazi siku 6 za wiki mpaka Jumamosi tupo tunafanya kazi. Sasa tumetoa tu Jumapili. Tunaomba sana watu wazitumie hizo nafasi kuanzia tarehe 1 mwezi huu wa 4 tulioanza kwenda mpaka mwisho wa mwaka ambao ni tarehe 30 ya mwezi wa 6. Una bango lako lipia, una leseni yako lipia. Pia tuna swala zima la service levy, ushuru wa huduma
Kwenye biashara zile za kawaida ambazo tunatoa leseni, mnalipa kwa awamu 4. Maana yake tunaigawanya kwenye miezi mitatu. Na fedha yake ni ndogo. Kwenye mtu ana kioski chake na duka reja ni 48 tu kwa mwaka mzima. Kwa watu wajitahidi walipe hizo, ili mwisho wa siku kusiwe na muingiliano wa hizo. Na kuna wale ambao ni wafanyabiashara wakubwa, service levy nafikiri wanajua ni miezi mitatu. Tuwakumbushe. Sasa imebaki miezi 3, wa 4, wa 5 na wa 6. Wahakikishe wanalipa kiporo kilichobaki cha hii miezi. Lakini pia tunakumbushana kwenye wale wamiliki wa nyumba za kulala wageni. Tuna vitabu vya manispaa ya Kinondoni. Usinunue kitabu stationary. Fika Kinondoni, chukua kitabu chako, jaza taarifa za mteja vizuri, ili tuje tukupigie hesabu yako kwa kila mwezi unapoisha. Sasa si vema tukaanza kutumia utaratibu wa ukaguzi. Hebu anza kujikagua mwenyewe kabla sisi hatujafika kwenye swala zima la ukaguzi. Tukianza kukaguana, tunafika mara tutasema tumeonewa, lakini kitu ambacho wewe unatakiwa comply mapema. Mimi kama mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji nasisitiza hili kwa sababu tunahitaji Watanzania wafike mahara wa enjoy kulipa kodi. Walipe kodi kama sehemu ya maisha yao na kama sehemu ya biashara. Kwa sababu kodi ni sehemu ya biashara. Sehemu ya mtaji na biashara ni kodi. Kwa unapopata faida kupitia mtaji, basi kile ambacho umekipata basi unalipa na hizo tozo za serikali. Lakini tuna masuala mazima ya masokoni. Niombe sana wafanyabiashara wa masoko wadai risiti kila pale wale watoza ushuru wanapofika. Wasiruhusu mtu kutokuwapa risiti kwenye masoko. Ushuru unatakiwa ulipwe kwa mujibu wa sheria na taratibu, na risiti zinatolewa na POS machine. Kwa kila mtu ambaye yuko kwenye eneo lake la soko husika, hakikisha anadai risiti na kupewa risiti. Tutakapoingia hapo kwenye ukaguzi kwenye hayo maeneo, tutapenda sana kila mtu awe na uniform ya risiti. Kwa hiyo, na pia tuna masuala mazima ya frame za biashara. Yoyote tunajua kabisa frame ya biashara hujalipia, mikataba ipo, tunaendelea kuisign na kuijaza kwenye mifumo. Lipia kwa mujibu wa taratibu. Kodi zetu ni ndogo sana. Nafikiri wengi wanafahamu frame zetu za biashara tunavyozipangisha za kwenye masoko na maeneo mengine. Changamkieni hii fursa kabla watu hatujaanza kupeana mikataba ya kuondoana kwenye hizo frame. Kwa sababu tutakapofika sehemu tunaanza kuondoana kwenye frame za biashara, haiwi uungwana. Uungwana ni wewe kulipa kodi. Lipa kodi ya serikali, endelea kufanyia biashara eneo lako bila kuwa na bugdha yoyote, na hiyo ndio misingi ya biashara. Kwa sababu unaoacha kwenye biashara wakapata ule usumbufu, maana yake tafsiri hata kwa mteja unayemhudumia inakuja kwamba huyu mtu ni msumbufu hata kulipa vitu vya serikali. Kitu ambacho sisi hatupendi tufike huko. Tunatamani kila mtu afanye kulingana na utaratibu. Na kuna watu wanaojenga vibali vya ujenzi. Mtu anasimamisha tu jengo lake, halina vibali vya ujenzi vya manispaa ya Kinondoni. Tukikuta unaendelea na shughuli za ujenzi, hujakata kibali, tutakufungia. Sasa si vema umeweka simenti yako hapo, mchanga wako, halafu tunakuja huna kibali, tunasema mfundi asimame. Uungwana ni kukamilisha zile taratibu. Vibali viko wazi, wa mainjinia wapo kwa ajili ya kuvitoa kwenye vituo vyetu vya mapato ambavyo ni kanda zile za mapato. Sasa nitoe wito kwa Watanzania wanaotaka kuanzisha ujenzi wao kwenye manispaa ya Kinondoni, basi vibali vya ujenzi ni muhimu sana wavizingatie. Parking. Jitahidini wamiliki wa magari kuswap parking. Unapofika mahali umepaki gari yako, hakikisha unakutana na wale wanaokusanya, wanakupa hiyo risiti yako, unaendelea na taratibu. Kuepuka usumbufu. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa na dharura ya safari ya haraka, lakini unasimamishwa kwa sababu ya parking. Niombe sana tufike mahala tulipe kodi kwa mujibu wa sheria na taratibu, na tuzingatie muda tunaokubaliana. Sasa tutakapofika wakati tunaona kuko kimya, tutaingia mtaa kwa mtaa. Sasa si nzuri sana kutumia operation za ukaguzi na nini. Tunataka mfanye biashara kwenye eneo la Kinondoni kwa utulivu, kila mtu aendelee kufanya biashara bila kuwa na bugza yoyote, na wakumbusha na kuwapa elimu. Kamilisha taratibu ili uendelee na shughuli zako bila kuwa na shida. Pia kuonana na maafisa kila wakati haimaanishi ndio ufanyaji wa kazi. Tunataka maafisa wafike mara waje kwa kwenye ofisi yako kunywa hata soda basi, lakini isiwe tafsiri ya kusema bwana lazima tuje tuangalie duka lako, mbona halijakamilisha hili. Naamini sheria za biashara ziko wazi na wadau wafanyabiashara wa jumla wanazipitia na wanaziona. Kwa hiyo baada ya kusema, ndugu waandishi,
niendelee kusisitiza mapato haya ni kwa ajili ya mustakabali na ustawi wa jamii yetu ya Kinondoni na taifa kwa ujumla wake. Hii kodi ni ya serikali, na niwaombe sana watu wakimbizane ambao wanafungua biashara mpya wakachukue tini TRA na wapitie hizo tini kwa ajili ya kuunganisha na masuala ya leseni. Vitu hivi vinaenda pamoja. Sisi ni familia moja, tunafanya kazi kama familia. Sasa sitegemee mtu tunafungua biashara afu haina tini namba. Hii si sawa. Fungua biashara iwe na tini, na hiyo tini iwe na tax clearance pamoja na leseni. Dokumenti zikiwa pale ofisini kwako, kwa kweli utakuwa na utulivu. Hizi guest, nyumba za kulala wageni, ni muhimu kuandika wageni na ni muhimu kuwa na leseni pia na zenyewe.